Amani na salama. Ndugu zangu, leo tunapoadhimisha Dominika hii ya tano ya mwaka C wa kanisa ya Kwaresma, tumeanza kipindi ambacho tutakuwa ni kipindi cha mateso. Kama tulivyoanza Dominika ya kwanza tulikuwa ni kufanya toba, na Dominika ya kwanza kutoka ya 3 mpaka ya 4 ilikuwa ya furaha. Sasa hizi Dominika mbili ambazo zimebaki ndo tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo katika masomo yetu tunaona mabadiliko makubwa, ambayo mabadiliko makubwa tunaweza kuyaelewa kwamba ameleta wokovu. Ametuletea wokovu. Pia tunaona Bwana wa haki, na tunaona pia wale walikokuwa wanatumia mamlaka ya kidini kama hawa Mafarisayo tumesikia katika Injili ya leo. Lakini tunapoangalia tunaona vitu viwili: Ukristo wetu na maisha yetu ya imani. Ni vitu ambavyo kila mmoja wetu anahitaji katika maisha yake ya Ukristo. Somo la kwanza tumesikia nabii Isaya akiwatia moyo wa Israeli ambao walitoka utumwani. Anajitahidi kuwakumbusha mambo makubwa ambayo Mungu aliwatendea, kuwatoa mikononi mwa Wamisri na kuwavusha ule mto kupitia maji. Tunaona kwamba maji yalikuwa fimbo kubwa kwa wale walikokuwa wanawatafuta Waisraeli. Na sisi maji, ndugu zangu, yanatuingiza katika Ukristo na yanatutoa katika utawala wa dhambi. Yanatuosha, tunakuwa wapya na tunabadilika. Tumsifu Yesu Kristo. Sio kwamba Isaya hataki Waisraeli wakumbuke mambo ya nyuma. Hapana. Kitu ambacho alikuwa anawataka waangalie mbele, wamuone Mungu anataka nini kwao, waanze kipindi kipya. Na hicho kipindi kipya wapate mwongozo wa Mwenyezi Mungu ili waweze kuishi maisha ambayo Mungu alikuwa anawataka waishi. Tunaona Mungu katika somo la kwanza alibadilisha ulimwengu wa Israeli kipindi hicho, na pia akawapa maji huko jangwani. Na Mungu anaendelea kutupa maji ya kunywa. Anatupa maji ya kunywa, anatulinda kwa wanyama wasitusumbue pia, na anatupisha katika changamoto kubwa. Waisraeli wao walipitia hizo changamoto zao wakati huo, lakini na sisi anatupishia katika changamoto zetu tunazokuwa nazo, na tunapita mpaka tunapoanza kuwa huru. Kwa hiyo ndugu zangu, mtu ambaye anatupa uhuru ni Mwenyezi Mungu kupitia huruma yake na kupitia baraka zake. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapoangalia maji, ndugu zangu, kama nilivyosema, Waisraeli hawawezi kumuongelea Mungu, kuongelea historia yao bila kuongelea maji. Maji yale yasingegawanyika, Waisraeli wangeangamizwa. Na yale maji inakuwa ishara ya wokovu. Na sisi tunapojukua tunajinyunyizia maji, kwa mfano, maji yanatuondolea zile nguvu za yule muovu na yanatuosha, tunakuwa watu wapya. Na ndio maana katika somo la pili Paulo anasema kwamba amebadilika, lakini sio kwamba ameshafika. Bado anaendelea kupambana ili aweze kufika.
Katika somo la pili tumesikia kwamba tulipokea imani na kubatizwa na tulipata neema ya kuunganika na Kristo. Ubatizo ndo unaotufanya tuunganike na Kristo ili tufikie ukamilifu wa neema ya Kristo. Na hiyo neema inaendelea kutuimarisha siku kwa siku katika safari yetu ya Ukristo. Kwa hiyo kama Paulo hajasahau alipotoka, lakini kama Myahudi ambaye alikuwa anafuata sheria vizuri, alimkutana na Kristo, Kristo akambadilisha na akuangalia nyuma. Na sisi katika kipindi hiki cha Kwaresma tunapokaribia kusherehekea Pasaka, tunaalikwa kuwa hivyo, kuwa Wakristo ambao wakishaonja neema ya Mungu hawezi kurudi nyuma. Tunasonga mbele na tunaendelea kumtumikia Mungu kwa maisha yetu. Katika injili ya leo tumesikia ile story ambayo tunasikia mara kwa mara. Mwanamke amekutwa akizini na wakamleta kwa Kristo. Sio kwamba walimleta kwa Kristo ili wapate, walimleta kwa Kristo kwa sababu ulikuwa mtego. Walimleta ili Kristo aweze kuingia katika huo mtego, kama tulivyosikia, ili waweze kumshtaki. Lakini tunaona ujumbe ambao tunapewa katika hii somo la Injili sio kwamba msamaha wa dhambi kama wengi wanavyoona. Hapana. Ni ugomvi ambao ugomvi uliyekuwepo kati ya Kristo na Wayahudi na wale wa Mafarisayo na waandishi. Ndio huo ugomvi ambao tunaona katika Injili ya leo. Sio kwamba ilikuwa ile kwamba ni kusamehewa dhambi yule mama. Center ya somo la leo ni ule ugomvi, hiyo conflict ambayo ilikuwa inaendelea, ambayo mwisho wake Kristo akauawa. Tunaona hawa viongozi walimwendea Kristo kwa kumletea yule mama, na walimkuja kwa Kristo wakitaka amhukumu. Walikuwa wanataka hukumu yake, lakini Kristo alivyoangalia akarudi nyuma. Ndio vizuri ndugu zangu tuwe tunasoma Biblia tunaielewa. Akarudi nyuma, akafanya reference kwa sheria ya Musa. Akawauliza, akamwambia sheria ya Musa walikuwa wanaielewa. Na ukisoma kitabu cha Walawi sura ya 20 haya ya 10 na Kumbukumbu la Torati sura ya 22 haya ya 22 hadi ya 24 ilikuwa inasema kwamba mtu akikutwa anazini, mume na mke wote waletwe pamoja, na walikuwa wanapata adabu kwa pamoja. Lakini kama tulivyosikia hapa, tumeona mwanamume hakuwepo, na hiyo mwanamume hakuwepo, walikuwa wawili, mwanamke akaletwa. Kutokuwepo kwa huyo mwanamume kunaonyesha kwamba hawa viongozi hawakuwa na nia nzuri ya kuleta haki kati ya hawa wote, hawa kupata hukumu ya haki. Waleta mtu mmoja ambaye sheria ilikuwa haisemi hivyo. Kwa hiyo kumuuliza Kristo atoe hukumu yake ulikuwa mtego. Na ndugu zangu, lazima tuelewe kwamba wakati mwingine tunategwa na watu. Usipofikiri, usipowaza kidogo, unakuta umeshaingia katika mtego wa watu. Na Kristo alishawajua hawa wanataka wamfanye hivyo ili kama tulivyosikia waweze kumshtaki. Kristo naye akawapa mtego. Akasema yule ambaye hajawahi kutenda dhambi wa kwanza kumfanya nini? Kumtupea jiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na tunaambiwa kitu ambacho hatuwezi kudanganya katika maisha yetu ni dhamiri yako. Unaweza kuwa mtakatifu, unaweza kuwa muongo, unaweza kuwa mwenye dhambi, lakini ndani ya moyo wako hiyo dhamiri ndiye naye kuhukumu yenyewe. Kwa sababu dhamiri hatuwezi kuidanganya. Na hapo
Yesu wale alivyowaambia hivyo, wakaanza kufikiria. Kila mmoja akaingia katika dhamiri yake, akaangalia hapa. Tunaambiwa alianza na wazee. Najua wazee ndo wanapendaga kuhukumu wengine. Wakaanza wazee, wanatupa mawe, wanakwepa. Wanapita mawe, wanakwepa. Wakaacha wale watoto. Wale wa vijana maana kuingia kwenye dhamiri, wakaona kweli dhamiri na inawahusu. Hapo ndo Yesu anajiinua tena, anakuta yuko na yule mama. Amani na salama. Na Yesu alipofanya hivyo, akamwambia yule mama, "Wahukumu wako wameenda wapi?" Akasema, "Hamna aliyenihukumu hata mmoja." Akasema, "Na mimi wala si hukumu. Nenda usifanye nini? Usitende dhambi tena." Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, hivyo ndivyo tunavyotakiwa na sisi tuwe. Tusihukumu watu. Dhamiri zetu, tuangalie dhamiri zetu. Kabla hujafanya kitu, angalie, je, mimi hapa ningekuaje? Na hii story inatufundisha vitu viwili. Kwamba viongozi hawakufuata, walikuwa wanataka kuangamiza maisha. Yaani ilikuwa nia yako, lakini Yesu anakuja kutupa maisha mapya. Na kila mmoja anapewa na second chance. Anapewa na second chance nyingine ili aweze kutubu, aweze kuishi maisha mapya. Ndio hayo mabadiliko makubwa tunayoongelea siku ya leo. Kwamba Mungu anatushangaza. Unapokuwa hivi, watu walijua watamua huyo mama, hamna. Lakini dhamiri iliongea na hao watu wote, wakajua kwamba hawakufanya vitu vizuri. Na hivyo tunaishi maisha yako sababu tumesikia muunganiko na Kristo. Hiyo sura ambayo Mungu ametuumba wote, ndio hivyo tunavyotakiwa kuiishi. Na lazima tukumbuke kwamba hata mtu akitenda dhambi, hata mtu akiishi maisha ya ukweli, au mtu kama hapendwi, hata kama ametenda dhambi gani, anabaki ile dhamiri yake moyoni mwake, inabaki vile vile. Na hiyo ndio inayoweza kumhukumu kwamba iko hivi, iko hivi. Kwa hiyo tunaalikwa kwamba tusiwe tunachukua mamlaka mikononi mwetu ili kuumiza wengine. Kama wale Mafarisayo na waandishi walivyokuwa wamepanga wamuumize yule mama au wamwangamize bila kufuata sheria. Mtu anachukua kitu cha sheria kidogo, anakikuza, unakuta imekuwa kesi kubwa. Wote tukumbuke sisi wote binadamu tunakuwa ni wadhaifu. Wote ni wadhaifu. Kila mmoja ni mdhaifu kwa namna moja nyingine. Mwingine anaweza kuwa mdhaifu kwa maneno, mwingine anaweza kuwa na nini. Kwa hiyo Mungu anatuumba wote watakatifu, wadhaifu, wakubwa, wadogo, kwa sura yake. Na hiyo sura yake ndiyo inayotufanya tuendelee kuishi vema na kutazama kupata hizo neema zake. Wote tunaendelea kutembea leo, kesho na siku inayofuata kwa sababu ya huruma ya Mungu na neema ya Mungu. Na kuna kama msemo unaosema kwamba ukiwa unaishi kwenye nyumba ya nyasi, sijui kama nyasi zipo, nyumba za nyasi, usije ukatupa jiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nyumba za nyasi mnazijua? Kuna wengine hawajaishi nyumba za nyasi. Mtu ambaye ameishi katika hiyo nyumba ya nyasi, huwezi kurusha jiwe. Kwa sababu ukirusha jiwe, wanasema ukitupa jiwe, ulienda hapo unagonga na nini mtoto wako au ndugu yako. Tumsifu Yesu Kristo. Inamaanisha nini kwa context? Inamaanisha kwamba kama wewe unajua ni manadamu, usimhukumu mwingine. Wote tunaishi katika nyumba za nyasi. Utakuta umempiga, anaweza kucha muue. Nakuta kama kuna kijana, kuna mtoto, mama mmoja alikuwa anaibiwa sana na laumu watu. Siku moja alipoenda mjini, akakuta wanataka kumuua mwizi.
Sijui alikuwa ameiba kitu dukani. Akasema muue. Akaenda kaleta na mafuta. Pokuwa anamwagilia hivi, akakuta ni kijana wake. Amani na salama. Inamaanisha kwamba kijana wake ndiye aliyekuwa anaiba vitu vyake, alafu analaumu watu wengine. Wote maisha yetu wote tuna nyumba za nyasi. Kwa hiyo tusitupe jiwe kwenye nyumba ya nyasi, usije ukajiumiza bure. Tumuombe Mungu atupe neema, atuimarishe wote. Abadilishe mioyo yetu. Hayo mabadiliko makubwa tunayopata, tuyaendelee kuyaishi, tuyatafakari. Na tusiende kulaumu. Unajua kwenye dini Katoliki kuna vitu vitatu. Wanasema si judge act. Hiyo ndo system ya dini Katoliki. Unaangalia. Unapoangalia unajiuliza maswali. Unapomaliza kujiuliza maswali, unahukumu, unatoa hukumu. Ingekuwa hivi. Ukimaliza kutoa hukumu, unafanya nini? Unatenda. Tumsifu Yesu Kristo. Na wote tungekuwa tunatumia huo mfumo wa kuangalia, wa kuhukumu na kuact, tusingekuwa tunakosea wakati mwingine. Sija akasema huyu ni mwizi. Huyo ni mwizi. Ukatoa na fimbo unataka kwanza jiulize maswali, uone, utafute hukumu kama ndo hivi, kwa nini nakuwa hivi na hivi na hivi, mwisho wake waanze kutenda. Usema hapana, sio hivi. Ngoja mimi nitazame vizuri nije nikapata. Tumuombe Mwenyezi Mungu tena siku ya leo atupe neema. Tusiishi maisha ya chuki. Tusiishi maisha ya kutokupendana. Tujue kwamba wote tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu. Wote tunataka tupendwe. Hamna mtu anayetaka kuishi maisha akaanza kufikiria moyoni mwake kwamba hapendi. Hapana, wote tunataka tupendwe. Na tujitahidi kuishi hayo maisha, kuona watu wengine wanapendana. Na ukikuta wewe ni mmoja wao hata wapendani kwa sababu yako, muombe Mungu akuhurumie, aweze kubadilisha kama alivyombadilisha yule mama, akampa nafasi ya pili ya kuishi maisha, na maisha yake yakawa na maana. Tumsifu Yesu Kristo.